Ndugu zangu, sisi kama viongozi wa kiserikali tunafarijika sana tukiona madhehebu mbalimbali yaliyoko ndani ya mkoa huu wanaifanya kazi kubwa ya kutoa elimu ya kidini kwa wananchi wetu. Sisi tunawategemea sana viongozi wa dini katika kuwaandaa wananchi wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu, wajue faida ya amani, utulivu na upendo, ushirikiano. Na kwa kweli tangu nimekuja ndani ya mkoa huu ninafarijika kuona viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali wakiifanya kazi hiyo kwa weledi mkubwa, hali ambayo inatufanya sisi kama serikali tuelekeze sasa nguvu zetu kwenye kuwaletea maendeleo wananchi wetu. Ndugu zangu, kama ambavyo wenzangu wametangulia kusema, Maulidi ni kumbukumbu kwa maana ya kuzaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa wale ambao wanafanya vizuri, si tu ni kumbukumbu bali ni muda wa kutafakari yale yaliyotufundisha, kuieneza elimu yake na kuimarisha mapenzi yetu kwake. Katika hadithi nyingi wajibu wa kumtukuza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umeelezwa, hata kama baadhi ya matukio ya Maulidi yanatofautiana kutokana na tamaduni, lakini msingi wake ni kuzidisha maandamano ya adabu, lakini kusoma Qur'ani, sala, dua na kusherehekea mfano mwema kama tulivyofanya leo hii. Lakini mambo muhimu sasa ya kuzingatia katika tukio hili la Maulidi, ningependa kusisitiza baadhi ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tuendeleze kujifunza Qur'an na hadithi. Mtume Muhammad sallallahu alisema, mimi ni wa kujifunza aliyotoka kwa Mwenyezi Mungu, na mimi ni waombe tutumie siku hii kuimarisha uhusiano wetu na Qur'an na maneno ya mtume wetu. Lakini swala la pili ambalo ninawasisitiza ni kufuata sunna katika maadhimisho haya. Tuwe waangalifu, tusiruhusu mambo yanayoendana kinyume na hali ya takwa au kuabudu kwa vitu visivyotakiwa. Tufanye mambo ya kuwapendeza watu bila misingi au maonesho yasiyo ya dini. Maulidi ibaki kuwa tukio la kiroho na jambo ambalo linatukaribisha kwa mtume wetu. Lakini jambo la tatu ninalosisitiza ni swala la upendo na mshikamano kwa Waislamu. Mtume wetu ametufundisha umoja, lakini tunapoadhimisha Maulidi ni fursa ya kuimarisha maelewano, kusaidiana, kukabiliana na chuki na kuunganisha ndani ya jamii yetu ya Waislamu. Kila mmoja ajione anayo fursa sawa na mwenzake. Lakini swala la nne ni kuleta mabadiliko chanya, kama ambavyo wamesema. Hatuko hapa tu kusherehekea, bali pia kujiuliza, je, maisha yangu mimi binafsi yanabadilika? Je, jamii yetu ina haki ya mabadiliko? Lakini je, ninatumia mafundisho ya mtume kuwa sehemu ya kutoa elimu, kuwa sehemu ya kutoa huduma kwa jamii na kuwa sehemu ya kutoa msaada kwa wanyonge? Na tano, nisisitize kuendelea kumwombea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumtukuza. Tusikose kusoma sana Qur'ani,
Lakini tusikose pia kusoma dua na kuomba baraka za Mwenyezi Mungu atupe nguvu ya kutimiza yaliyo mema. Mimi niwape hongera nyingi wakina mama. Kazi yenu imetukuka duniani na kesho akhera. Dini yetu inatufundisha subra, inatufundisha upendo, inatufundisha amani. Ni wasihi muishi katika mambo hayo ambayo kwa kweli ndiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehimiza na kuyasisitiza wakati wake wote. Baada ya kusema hayo, niwashukuru pia kwa kuwaombea viongozi wetu wa kitaifa dua, na mwisho niwakumbushe kama walivyowakumbusha wenzangu tarehe 29 ya mwezi wa 10 ni siku ya uchaguzi mkuu ambapo tutaenda kumchagua rais, wabunge na madiwani kwenye taifa letu. Tujitokeze kwa wingi katika kupiga kura, na baada ya hapo turejee majumbani kwenda kusubiri kutangazwa kwa matokeo. Kamwe Ruvuma tusiwe sehemu ya wale ambao wataonekana wameenda kinyume na maagizo haya yaliyotolewa na serikali juu ya kuienzi amani. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tulipokuwa kwenye maulidi ya kitaifa pale Tanga, Korogwe, kabla ya hadhara ya maulidi ya kitaifa, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali wa Mbwana hafidhahullah aliandaa kongamano la maadili. Kongamano lile lilikuwa ni kongamano la kurejesha maadili. Zaidi ya vijana 4,000 walihudhuria kongamano lile. Mheshimiwa Mufti alituhimiza mashekhe wa mikoa, lakini akawataka mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata, maimamu, walimu wa madrasa, wazazi na jamii kwa ujumla kuhakikisha tunasimama kwenye mrengo chanya wa maadili ya jamii zetu. Maadili leo yamepotea na nafasi yake ya kupoteza maadili ni kubwa. Hili jambo sio jambo jema. Shughuli hizi zitupelekee kwenye mabadiliko. Tumedondoka pabaya kwenye tabia zisizofaa, kwa maana ya kile tunachokiita mmomonyoko wa maadili. Elimu moja ya malengo yake, lakini ndiyo lengo lake kubwa, ni maadili ya wanajamii. Yani mtu aliyeelimika ni yule mwenye maadili kwenye jamii. Sasa na mimi nitumie fursa hii niwakumbushe mashekhe wa wilaya zote, lakini mashekhe wa kata, walimu wa madrasa, wazazi na walezi, lakini wanajamii kwa ujumla, kuhakikisha tunalinda tabia na malezi ya vijana wetu ili tupate salama mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukawa unasali sala 5 sana lakini hauna tabia njema. Sasa tabia njema ndiyo dini. Kwenye kila jambo unaloliona limefungamanishwa na dini, msingi wake ni tabia njema. Kwa hiyo sisi tusitenganishe kati ya dini na tabia njema. Tabia njema ndiyo dini yenyewe. Madrasatun Nuraniya kama unavyoiona, uwepo wake katika manispaa yetu na mkoa wa Ruvuma kwa ujumla ina dhima kubwa ya kulea na kufundisha watoto wetu maadili mema kwa kufuata misingi ya dini yetu. Kwa mantiki hiyo, jamii iliyotuzunguka inatumia fursa hiyo kutuletea watoto wao kusaidiana ili kuhakikisha tunawapatia elimu ya dini, lakini pia sambamba na hayo tabia njema na maadili ya kibinadamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi ya dini ni sehemu ya jamii. Endapo Madrasa Nuraniya ikifanikiwa kujiendeleza na shughuli hizi za malezi ya watoto, basi wilaya, mkoa na taifa kwa ujumla tutakuwa tumefanikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua kama taifa linaingia kwenye uchaguzi Oktoba 29
2025. Sisi Madrasa Nurania na Waislamu kwa ujumla tunaombea amani nchi yetu, kwani amani ya nchi ndiyo asasi, msingi wa kila jambo katika nchi yetu.